نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Nachukua fursa yetu hii ya mwendelezo wa kitabu chetu baada ya muda kadhaa ambapo tumekuwa tumesimama nacho. Ni kitabu maarufu katika masala ya malezi ya Uislamu, aidha namna ya kumlea mtoto katika mifumo iliyokuwa bora. Na kama inavyofahamika, kitabu chetu ambacho tuko tunazungurukia kwacho ni kitabu kiitwacho Kaifa turabbi auladaka, vipi utalea watoto zako. Watoto zako vipi utakavyowalea. Tutajisaidiza hili kwa kupitia kanuni 30 miongoni mwa kanuni za kulea mtoto. Na bila ya shaka kwenye kitabu chetu tumekuwa tumefika katika ukurasa wa 32. Ukurasa wa 32 kwenye nukta ya 5, na yote haya angalia chini ya kaida au kanuni ya kwanza, ambayo tuikumbuke kanuni yetu inavyosema mtoto wako, aidha umri wa mtoto wako ugawe kunako vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza au kipengele hicho kinasema la'ib waladaka sab'a, mchezeshe aidha cheza pamoja na mtoto wako kwenye kile kipindi cha umri wa miaka 7 ya mwanzo. Kadhalika miaka 7 ile itakapomalizika, ingia kunako kipengele cha pili ambacho waadibuhu sab'a, muadabishe mtoto wako katika miaka 7 ya pili inayofuatia. Na kipengele cha mwisho wasahibuhu sab'a, sahibiana na mtoto wako shirikiana na mtoto wako kwenye miaka 7 mingine inayobakia. Na bila ya shaka kipengele hiki cha kwanza cha kucheza na mtoto wako tumekwisha kukiona kwa mapana, na kipengele cha pili bila shaka pia ambacho kinazungumzia kumchezesha mtoto wako nacho pia tumekwisha kukiona. Na bila ya shaka tuko kwenye kipengele cha 3 bila shaka, ambacho kinatufundisha namna ya kusahibiana na mtoto wako, kushirikiana na mtoto wako, kutembea pamoja na mtoto wako. Na hiki kipengele tumesema ndicho kipengele ambacho kinaanzia kwenye umri wa miaka 14 kupanda. Hiki kipengele kinaanzia kwenye umri wa miaka 14 na kuendelea. Na hiki kipengele tumezungumzia kwamba ndicho kipengele ambacho mtoto anakuwa amekwisha ingia kwenye kubaleghe, au kwa upande wa mwanamke msemo ule ambao tunaotumia nyumbani kwamba kakuwa kavunja ungo, bimaana kalamu yake inaanza kufanya kazi sasa. Akifanya dhambi inaandikwa dhambi, akifanya thawabu anaandikiwa hiyo thawabu. Ni kuanzia kwenye umri huo kupanda. Na huu ndio umri uliokuwa mzito kwa mtoto, ndio umri ambao uliokuwa mzito kwa mtoto. Kwa maana nyingine ndio tunaita kipindi cha adolescence. Ndio ile nakwambia ujana maji ya moto, ndio wakati wa maji yanachemka sasa. Haya,
kuna nukta fulani ambazo tumekuwa ndanimo tukizizungumzia sawa na kitabu chetu jinsi walivyotuambia kwenye hiki kipengele. Kwenye hiki kipengele kuna mambo hasa ambayo huwa yanajitokeza kwa mtoto huyu. Wakati mzazi utakapoyaona hayo mambo, ni kujua namna gani utakavyokabiliana na mtoto wako. Yapo ambayo tumekushaanza kuyazungumzia, namna jinsi mwili unavyokuwa, mabadiliko ya mwili kwa mtoto, yote hayo yanakwenda yanaonekana. Tumezungumza takriban mambo manne na tumeishia kwenye jambo la 4, na leo hii bila shaka tunaanzia kwenye jambo la 5 miongoni mwa mambo ambayo yanayopatikana kwenye kipindi hiki. Mtunzi wetu wa kitabu anatuambia jambo la 5, kasruhu lilquyudi arrutiniyya allati hawlahu. Hiki kipindi ni kipindi ambacho mtoto anavunja mipangilio yake aliyoipanga ya daima, aidha mfumo ambao mtoto alikuwa anaishi nao, hali ambayo alikuwa anazoea kufanya daiman, anabadilisha, anavunja. Wala yataqayyadu bil ma'luf al mu'tad, wala mtoto hajihitamu na mambo ambayo yanayozoeleka kiada, kimazingira, yeye hajihitamu nayo. Ndio wakati ambao kila kitu anataka abadilishe. Bali yuhibbu al-gharaib. Hiki ni kipindi ambacho mtoto anapenda vitu vipya vipya, vitu vya kigeni. Yale mambo ambayo ni ya ada, yeye anakhalifu, anavunja. Mila na desturi, kanuni ambazo hazipo kinyume na Uislamu, hazipo kinyume na sheria, lakini zimezoeleka katika mji watu kufanya hivi katika maadili mema, vyote anavivunja. Yeye anataka tu aje na vitu vipya vipya, aonekane kwamba yeye kaleta kitu kipya, aonekane tu kwamba kafanya kitu kisichowezekana ili tu apate kuwa mashuhuri. Hiyo ni hali ambayo inapatikana kwa vijana ambao wamekwisha ingia katika umri wa kubaleghe. Utakapomuona mtoto wako anafika kwenye hali kama hii, hali ya kufanya vitu ambavyo vya maajabu, vitu ambavyo vipo kinyume, wewe kama mzazi utakabiliana aje na mtoto wako kwenye hali kama hii? Ndio Sheikh anasema wat-tariqatu an-nafi'atu fi at-ta'amul ma'a hadhihi as-siffa, njia yenye manufaa ya kuamiliana na mtoto mwenye hali kama hii, ile hali ya kutaka vitu vya maajabu, kufanya vitu visivyowezekana. Unamuona tu mtoto huyo mzima amechukua nguo lake lizuri kabisa, anachana kisha anavaa mambo ya kigeni, haya mambo ya maajabu. Kwa hiyo utakabiliana naye kwenye njia ipi? Antunamia fihi dhakaahu wa hubbahu litaghyir walibtikar. Inabidi mtoto wako umkuzishe akili yake, na umpendekezee, aidha umpendeshe apende kuwa ni mtu wa kufanya mabadiliko na mtu wa kuanzisha vitu ambavyo vitakuwa vya manufaa na jamii, vitu ambavyo vitakuwa na faida na jamii. Hayo ndio mambo yanayohitajika. Ila mzazi unamuona mtoto wako anafanya mambo yasiyowezekana, unamtupilia hivyo, bali ni kumtukana, utakufa hivyo, mtoto kwa mguruguru, sijui milisi wapi, mtoto kushindikana. La, tumia ile fursa unapomuona kwamba anapenda kufanya vitu visivyozoeleka, basi mtumie kwenye fursa hiyo kumkuzisha na kumpendezeshea awe ni mwenye kupenda kuanzisha vitu ambavyo vitakuwa vya manufaa, hapana vitu ambavyo havina manufaa na jamii. Lakini
lakini sasa nabihu an la yatajawaza alhudud almasmuhata shar'an wa aqlan. Wakati utakapokuwa kuna mzoelesha kupenda kitu, mtanabahishe asivuki mipaka ambayo inayokubaliwa kisheria na kiakili. Asifanye vitu ambavyo viko kinyume na sheria ya Uislamu. Asifanye vitu ambavyo havikubaliani na akili. Asifanye ufisadi, asifanye machafuzi. La, afanye vitu ambavyo sheria inavikubali, afanye vitu ambavyo akili inavikubali. Hapo ndipo utakuwa uko unatengeneza, hapo ndipo utakuwa uko unajenga mtoto, unamweka kwenye maadili yaliyokuwa mema, katika maadili yaliyokuwa mazuri. Lakini utakaposema kwamba unamtupilia mtoto wako kwenye hali kama hiyo, basi utajikutana wewe mzazi umefanya nini? Umeharibikiwa. Akaendelea kusema Sheikh, ka an yalbasa libasan fihi tashabbuh bilkuffar, kama vile mtoto anapenda kuvaa mavazi ambayo yanajifanana na makafiri, mavazi ya kikafiri. Anavaa mavazi ambayo ni ya kikafiri. Ameona kwenye television vazi makafiri wameandaa vazi lao ambalo ni special kwa ajili ya makafiri, vazi ambalo ni hasa kwa ajili ya ibada za makafiri. Mtoto yule akapenda vazi hilo. Wewe mzazi lazima umuwahi mtoto wako kabla hajaharibika, umrudishe katika maadili mema, umrudishe katika maadili ya Uislamu. Mrudishe mtoto wako kwenye maadili ya Uislamu. Muoneshe mavazi gani ambayo Uislamu ulimwekea mtoto wa Kiislamu kuvaa, na umweke mbali na yale mavazi ambayo Uislamu hauyapendi wala Uislamu bado haujayafundisha hayo mavazi. Sheikh akaendelea kusema, au ya'malu amalan yazdarihi fihi an-nas wal mujtama'u, au nakutana mtoto wako anataka kufanya kitendo ambacho kitapelekea watu kumdharau, kitapelekea watu kumshusha thamani, kitapelekea jamii kumuona kinyume. Haya mambo yote ni mambo ambayo inabidi mzazi uwe makini mtoto wako asianguki kwayo. Mzazi uwe makini mtoto wako asiingie katika haya matatizo. Hilo ndilo jambo la 5. Mzazi kutumia fursa wakati unamuona mtoto wako ameshafikia kipindi cha kutaka kufanya mambo ambayo yapo kinyume na jamii, kufanya mambo ambayo hayajulikani katika ada ya watu. Tumia hiyo fursa kwa kumtibu mtoto wako, umfanye kuwa ni mtu mubtakir, mtu mwenye kubuni vitu vije kuwa na faida kwenye jamii. Jambo la 6 ambalo linapatikana katika hali kama hii kwa watoto kama hao, raghbatuhu fil istiqlali 'anil manzili. Mtoto anakuwa anapenda sana nyumbani, anakuwa anapenda sana kubaki nyumbani. Ni kipindi ambacho anakuwa hapendi vitu vya kutembea tembea, anapenda zake muda mrefu abakie nyumbani aikae. Jambo la 6, raghbatuhu fil istiqlal 'anil manzil. Mtoto kupenda upweke, kubaki nyumbani au kutokukaa hata nyumbani. Lakini hayo yote yanampelekea nini? Hubbuhu lil'uzla. Mtu anakuwa anapenda ikae fasi yake mwenyewe, hapendi kujichanga na wengine. Hata ukimuona nyumbani anapokaa, hautomuona kijumuika na watoto wenzake. La, anakuwa anapenda kukaa peke yake. Wantimauhu li asdiqaihi takunu akbar. Akiwa nyumbani anapenda kukaa peke yake, hapendi kujichanga na watu wengine. Lakini utamuona ni mtu anakuwa na kirafiki kikubwa. Wakati mtoto anapobaleghe anakuwa na kirafiki kikubwa zaidi kuliko kabla bado hajabaleghe. Hii ndio hali inakuwa hivi. Ukimuona mtoto wako anafikia kwenye hali kama hiyo, wewe mzazi kuwa makini. Kama haukutumia hapo fursa ya malezi bora, utamkosa mtoto kutokana na kirafiki ambacho atakachoshikamana kwacho. Na ndio maana Sheikh anatuambia wa tariqatu nafi'atu fi ta'amuli ma'a hadhihi sifa, njia yenye manufaa ya kukabiliana na sifa hii, antuhayyi lahu, ni kumwandaa kwanza mtoto huyo.
wal asdiqaihi, na warafiki zake pia, makanan munasiba, waandalie sehemu hasa. Bimaana mtoto wako ushamuona shakuwa na kirafiki kikubwa, pale pale nyumbani muandalie sehemu ambapo atakuwa kiikana wa rafiki zake. Yashuruna binaw'i istiqlalin, kiasi ambacho watakuwa wakikaa pale wanajihisi kwamba wako wenyewe peke, hakuna mwenye kuwavuruga wala nini. Warahib bi asdiqai, warafiki zake wakija wakaribishe, wewe mzazi wakaribishe. Ila tofauti na zama ambazo tumo, warafiki wa mtoto wakija mzazi anakuwa mkali, anawafukuza, mwa mnagama kwenu, tokeni hapa kwanza, nendeni mkatulie makono. La, sio hivyo. Hiyo inaweza kuwa sababu ya kumpoteza mtoto wako. Wa akrimuhum, wale warafiki wa mtoto wako wakirimu, wapokee vizuri, wachukulie kwamba vile ni wageni wako. Wa khuruj ma'hum, hata ikiwezekana wakati fulani toka nao, badilishana nao fikra, jumuika nao, sikia afkari zao, wakosoe kupitia ule mjumuiko ambao mnajumuika nao. La sivyo ukiwatupilia, basi baadaye utakuja kujuta mzazi, utakuja kujuta. Kumbe inabidi mtoto wako umuelekeze vyema, warafiki zake wapokee vyema, uwapatie nasaha za maisha, nasaha za kidini, nasaha za kielimu. Huenda hata katika wale watoto kuna wale ambao walikuwa na maadili mabaya, ikawa sababu ya wao pia kubadilika na wakaja kwenye usawa. Jambo la 7 katika hii hali, mtoto huwa anakuwa anapenda at-taqallubu shadid والمزاجية في عواطفه ومشاعره بسبب الحساسية المفرطة. kubadilika, mtu anabadilika hovyo. Sawa, at-taqallubu shadid, mtu kukana badilika hovyo, hali yake inabadilika. Mara wakati fulani tunamwona na furaha, ghafla tunamwona ameshakasirika, ghafla tunamwona ameshafoka. Hizo ni hali ambazo zinatokea. Walmizajiyatu fi awatifi wa mashairihi, kadhalika mtu kubadilika katika hisia zake, kubadilika katika zile hisia ambazo yuko nazo ndani ya mwili wake. Hizi fikra na hisia hubadilika kwa sababu ya kuwa na hisia za hali ya juu, sentima zake ziko juu sana. Wathiqatu alqalilatu fi man hawlahu, na hawaamini, uaminifu wake kwa wale ambao wapo pembezoni mwake ni mdogo. Hii hali inafikaga mtu unaishi unaona kwamba vile kwenye hii dunia hauamini mtu hata mmoja. Kila mtu unamwona hapana, sikuamini wewe. Mtu akija akikwambia kitu fulani unamwambia wewe sina uaminifu na wewe unaweza kwenda kunisheta. Hizo hali zinafikaga. Mtu anaishi bila kumwamini mtu hata mmoja pembeni yake. Fatajiduhu yuhibbu bishidda. Mtu sasa kama huyu au mtoto akifika kwenye hii hali hii, unamkutana akimpenda mtu, anampenda kwa hali ya juu. Thumma la yalbathu an yakraha bishidda. Lakini sio kwamba eti akichukia kitu anachukia kwa hali ya juu, hapana. Kwa sababu hisia zake yeye ziko katika hali ya juu kunako upande wa kupenda. Ndio kipindi ambacho kama watoto haukuwa makini, wengi wao ndio kipindi wanabebesheana mamimba humu, kwa sababu hisia zao zimewashinda nguvu, hawakuweza kuzikontrol, na wewe mzazi haukuweza kuijua hii hali, ukamtupilia mtoto wako pembeni. والطريقة النافعة في التعامل مع هذه الصفة. Vipi sasa utaishi na mtoto wako katika hii hali? Mtoto akifikia kwenye hii hali ya kuwa na hisia za hali ya juu, utaishi naye aje? An la tuakhidhahu fi hadhihi almarhala ala ma yubdihi laka min kalamin la yanbaghi. Mzazi hapana kumwambia mtoto kila neno lenye linakujia karibu ya kinywa ndo lenye unampa. Kila neno lenye linakujia ndo lenye unamsukumia nalo. Neno likija pale pale ndo hilo lolo unamtupia nalo. La, sio hivyo. Hauwezi ukamchukulia hivyo sawa na hali yenyewe muhimu. Li'annahu la yatakallam min qana'a, kwa sababu huyu mtoto yeye anapozungumza kitu haongei kwa kutaka umkinaishe. Maana ni kipindi ambacho sasa yeye mwenyewe anakubali chenye nafsi yake na mtuma. Yaani nafsi yake ikimwambia hiki ndio kiko sawa, anafanya ni hicho. Kwa hiyo hata mkizungumza sio eti anataka wewe umkinaishe.
unaweza ukazungumza ndani ya nafsi yake, anaona tu huyu mzee wangu yuko anaongea vitu gani hapa, wakati wake umeshapita, yeye hiyo fursa ya kuipata. Yani anaona kama uko unamchezea akili, kumbe yeye haongei kwa kutaka umkinaishe, bali min atifa, bali yeye anaongea kihisia, anaongea ni kisantima. Zile hisia zake ndizo ambazo ziko zinamtuma kufanya mambo yasiwezekana. Fa in qabaltahu bishidda wa radd al-anif, ikiwa wewe utakabiliana na mtoto wako kwa ukali na majibu ya ukakamavu, majibu mazito. Kuna wakati mtoto anafanya jambo, mzazi anampa neno, hilo neno linamsababisha mtoto anamchukia hata mzazi wake. Kwenye hii hali ambapo mtoto anapelekwa kisantima, anapelekwa kihisia, ukijifanya unakuwa mkali sana kwake na majibu mazito mazito, tahawala ma qalahu min kalamin abirin atfiyin ila qana'atin mustaqir. Yale mambo ambayo alikuwa anafikiria ndani ya akili yake kihisia, alikuwa anayafikiria kihisia, kutokana na ukali wa mzazi unatoka kwenye upande wa hisia, inafika inakwenda kuwa ndio makenaiko yake ya maisha. Anafika anaona mzazi ananikaribia chiki, tunaonekana hiki ndio kizuri, sasa acha nikijalie kwa ndo desturi yangu. Anatoka kwenye hisia anaingia kwenye karari ya maisha, ndo anachukua decision ya maisha, anafika na dumu kwenye hiyo hali, kutokana na ukali na ukakamavu ambao mzazi ulimpeleka kwa mtoto wako. Kumbe upole unahitajika kwenye malezi. Wala budda min i'ta'ihi thiqata bi nafsihi, kwanza inabidi wewe mzazi umkubalishe mtoto wako au ni mwenye kujiamini yeye kama yeye, asipelekeshwe na hisia zake. Wal akhdh bi ra'yihi, na wakati fulani mtoto wako anapotoa rai, wewe mzazi ichukue ile rai yake. Wala amal bi iqtirahatihi, na kufanyia kazi fikra zake anazozitoa. Walau lam takun saibatan tamama, hata kama atakuwa hajapatia 100%, lakini usimvunje nguvu moja kwa moja, bali pokea zile fikra zake, kisha umkosoe kwa uslubu wa hikma na utulifu na upole, kwa kubadilisha zile fikra zake mbovu kuziweka kwenye fikra iliyokuwa nzuri. Lakini mtoto yuko wakati wa hisia, wakati ndo wa adolescent unampeleka, analeta fikra zake, wewe mzazi unamwambia ona akili yake, urofa tu ndo uko nazungumza hapo, unaona umeongea nini? Wewe unaongeaga pumba tu, hakunaga pointi yenye unaongeaga. La, hapo hapana. Usifanye hivyo. Ukienda na huyo mfumo unampoteza mtoto wako. Kwanza atajidharau, atajiona kuwa hafai, itakuwa inafikia wakati yuko na jambo lolote anashindwa kulikwambia wewe mzazi wake. Jambo lingine la 8 ambalo linapatikana kwenye hali ya adolescent, hali ya kubaleghe, yanfiru min al-amal. Watoto wakibaleghe, wakifikisha miaka 14 kupanda juu, hawapendagi kitu kinaitwa kazi. Hawapendi, iwe mwanaume iwe mwanamke, hawapendi kitu kinaitwa kazi yoyote. Sawa iwe kazi ya nyumbani, sawa iwe kazi ya kwenda kutumika mahala popote, bali hata kutoka nyumbani kwenda shuleni anaona ni kazi, anakuwa havipendi kabisa. Wayukthiru an-nawma wal kasala, bali ndio kipindi ambacho kijana anapenda kulala sana, uvivu unakuwa ndio wenyewe. Kuna wakati unamsikia mzazi anamuona mtoto wake anamwambia, wewe ni kulala lala tu, ni kulala lala tu, una hasara maisha yako. La, mzazi muelewe mtoto hali amefika yeye, ndio ule umri. Kumkaripia hivyo sio ndo kutengeneza. Taona mzazi anamwambia mtoto wake, tutakuona maisha haya maisha sio ya mchezo, nitakuona kisi utakavyoishi. Leo uko nyumbani, kesho utakuwa na familia yako, wakati utasumbuka hatutokuwa pamoja. Kwa nini unamwambia mtoto wako maneno mazito kama hayo? La takul hakadha, usipambie hivyo mtoto wako, elewa kwamba ni umri amefika yeye. والطريقه النافعه في التعامل مع هذه الصفه, njia sasa ya kuamiliana na mtoto wako, utaamiliana naye aje? Mtoto ambaye ameshakuwa kwenye hii hali utaishi naye aje? an la tasifahu wa tutlika alayhi annahu kasulun wala yuhibbu al-amal. Kitu cha kwanza, usimsifu mtoto wako kwamba ni mvivu, hapendi kazi. Hiyo sifa simpi. Usimwambie mtoto wako wewe ni mvivu, unashindwa na mtoto wa fulani, hata kidogo usimwambie hivyo. Hata kama unamuona anapenda kulala lala ni mvivu, usimwambie, utakufa hivyo hivyo na uvivu wako.
Usimwambie tutakuona gisi utaishi na huyo uvivu. Usimwambie mtoto wako utasumbuka mwa maisha na huyo uvivu wako wewe. La, usimwambie hivyo mtoto wako. Tumwambie nini? Wala tukthir alayhi min al-ilhah bi an ya'mala bijidd. Wala usimnganganie mtoto wako kumshupalia kila siku lazima utumike na bidii, lazima utumike na kasi. Shehe anakuambia la, sio ndo kutibu. Hapana kumkaripia mtoto eti lazima utumike ukamkosesha amani. Ukiingia fulani iko wapi? Amilala. Wewe rofa, wewe pumbavu, wewe toka hapo, amka. Nenda kule ukafanye kazi. Unaishi aje? La, usendi hivyo. Walakin حاول أن تقنعه عبر الحوار والنقاش الهادئ أنه إن استمر على كثرة النوم وترك العمل والاجتهاد في دراسته. Mwambie mtoto wako njia sasa ya kumtibu. Zungumza naye, mkenaishe kupitia mazungumzo. Fanya naye debate, minakasha ya utulivu. Mwambie mtoto wako ukiendelea na hali hii ya kupenda kulala, ukiendelea na hali hii ya kuacha kutumika, walijtihadi fi dirasatihi, umuoneshe mtoto wako kuhusikana kuacha kufanya jitihada katika masomo yake, fasawfa yandamu fi mustakbalihi, atajikutana anajuta kwenye maisha yake. Haujamkaripia? We rofa, we pumbavu, mwenda wazimu, utaishia hivyo hivyo. La, ama neno ni mazito mzazi. Mwambie mtoto wako, kaa naye chini kwa utulivu, kwa upole, mnanakishi. Unamwambia mtoto wangu, wewe unapenda kukaa nyumbani, unapenda kulala, unaiona kwanza? Unaona kama ni vizuri? Baba, mimi naona ni vizuri. Uzuri wake uko wapi? Unaona je ukilala na mimi nikilala nisiendi kutumika, tukakosa hela za kukula, tukalala zetu tu hivyo hivyo, unasemaje? Yani mkinaishi. Tumia uslubu wa kumkinaisha mtoto wako mpaka yeye mwenyewe atajikuta anaona umuhimu wa kutumika, ataona umuhimu wa masomo bila kutumia nguvu, bila kupiga, bila kutukana. Uslubu tu wa hikma na utulivu. Afuna umwambie pia wa ansa yafutuhu rakb. Na hiyo hali yenye unaishi yemo mtoto wangu, hivyo ni kwamba vile msafara wako utakupita. Bimaana warafiki zako watakupita. Msafara wa maisha unaweza kuupoteza hivi hivi. Wasayara zumalaahu almujtahidina fi wadhaifi marmuqa. Unamwambia kwamba ukiwa unapenda kulala, tazama warafiki zako wanaenda shuleni wanasoma, kesho kutwa watakuwa kwenye kazi za hali ya juu, watakuwa na nafasi nzuri sana katika jamii. Wewe utaishia kulala tu. Aone kama utakuwa umepata hasara mtoto wangu. Maneno mazuri. Hautukani, haupigi, hauvunji, la, kwa utulivu na utaratibu. Akasema ama huwa falan yajida ahadan yastaqbiluhu wa yuwadhifuhu illa ala mablaghin zahidin. Unamwambia mtoto wako, wewe unapenda kulala, utafeli masomo, maisha yako yataharibikiwa, wenzako wanafanya juhudi ya kusoma, kesho watakuwa na kazi nzuri, kesho watakuwa mahala pazuri. Wewe pia kwa kuwa umekuwa unapenda kulala, utajikutana unaenda kutafuta kazi, utapewa kazi ya udhalili, utalipwa pesa mablaghin zahidin, utapewa pesa zilizokuwa ndogo, pesa ambazo leo ungelisoma ungelipata pesa zilizokuwa nyingi. Muoneshe hali kama hizo mtoto wako. Akaendelea kusema Sheikh, wa'alam anna min a'zami asbabi kasali shabab. Ewe mzazi, elewa ya kwamba miongoni mwa sababu kubwa za kuleta uvivu kwa vijana ni kitu gani chenye kinaletaga uvivu kwa vijana, kwa watoto? Chunguza hiki kitu. Kathratu julusihim fil bait. Watoto kukaa nyumbani sana, hicho kinatuma watoto wanakuwa wavivu. Wa mushahadatuhum lilqanawati, na kukawa natizama channel tofauti. Kuna mtu anaweza kashinda kutwa nzima saa 1 ya asubuhi mpaka magharibi, mpaka saa ya kwenda kulala, yuko kwenye TV. Channel hii akimaliza filamu anatoka hapa anakwenda huko anatazama mpira, anatoka hapa, yani kutwa nzima yuko kwenye TV. Wallaibi alladhi la harakata fihi, michezo ambayo haina harakati.
Mtoto amekaa nyumbani, michezo yake ni michezo ambayo haina harakati, anacheza tu na TV, anacheza na simu yake خلاص. Kalaibi fil al'ab al-elektroniya, kama vile michezo ya kutumia vifaa hivi vya elektroniki, simu, television. Mtoto anakaa nyumbani tu. Hii ya kukaa nyumbani inamtia uvivu mtoto, anaathirika pasina kujua. Wao unajua kwamba ile television eti ilikuwa inamtengeneza mtoto, lakini inakwenda kumharibu. Kesho kuto itafikia umtume mtoto sehemu anakuambia ni mbali sana, mimi naona uvivu kutembea, kisha zoea kukaa nyumbani sasa. Kwa hiyo wewe mzazi, faqallil min julusihim fil bait, wapunguzie watoto kukaa nyumbani sana, toka nao watembeze, watume hata waende kwa mama zao wadogo, mama zao wakubwa, baba zao wadogo, waende kutembea, ile harakati inasaidia. Wa abdil hadhihi alajhizata bi al'ab harakiyya, na hivi vifaa ambavyo wako navyo wabadilishie, wawekee vifaa ambavyo vitakuwa ni vya harakati. Mpe mtoto awe na michezo ya kutembeza kinga, ni harakati, ni sporo. Hii ni sporo ambayo anayofanya mazoezi ya kutembeza kinga, sawa. Ka anta jma'ahu bi asdiqa'in salihin, mkusanye mtoto wako kama vile unamchukua mtoto wako unamkusanya na warafiki ambao ni watu wema, watakuwa na harakati za da'wa. Yal'abuna sawiyan fil kurati wa ghayriha, wanatoka wanakwenda kucheza mpira, ule mpira wanakwenda kucheza ni harakati wanayoifanya, hawabaki sehemu moja. Na ingine michezo ambayo ni ya harakati, michezo ambayo itakuwa haiko kinyume na sheria ya Uislamu. Jambo lingine Sheikh akasema ambalo linapatikana kwenye hii hali, al-inadu wal mukhalafa. Mtoto kuanzia miaka 14 kupanda, al-inadi, ukaidi, wal mukhalafa, na upingaji. Watoto wanakuwa ni wakaidi, wanakuwa ni wabishi. Wa muqawamatu sultati al-kibar wal murabbina, pia ni kipindi ambacho wanajipimanisha na nguvu za wakubwa kwao au walezi wao. Unakutana mtoto anataka ajipimanishe na baba yake, anataka ajipimanishe na mkubwa wake, anaona kwamba ndani kwao hakuna hata mmoja mwana anaweza akampiga, anaona ashakuwa hivyo. Wayakrahu alquyud walqawanin allati la yaqtani'u minha, alafu pia ni kipindi ambacho mtoto anachukia vigezo, kanuni ambazo yeye hakubaliani nazo. Ukiweka sheria yenye hakubaliani nayo hapendi. Baba anasema tangia leo nyumbani kuingia ni saa 2 kamili, baada ya sala la isha kila mtu yuko ndani. Mtoto unakutana sasa warafiki zake saa 3 za usiku wako barabarani, anaona huyu mzee naye mbona vikwazo vingi, si afe tu basi au si asafiri. Hizi hali zinafika, hizi hali zinatufikia. Kumbe والطريقة النافعة في التعامل مع هذه الصفة, njia ya kipekee ya kukabiliana na hii hali, an tu'tiyahu az-za'ama wal qiyada fi ba'd al-umur. Baadhi ya vitu nyumbani mfanye mtoto wako kuwa ndo msimamizi, avisimamie yeye, ambaye naye wewe ndo msimamizi wa hiki kitu, naenda napenda nije nikutane nikikamilisha, wewe ndo msimamizi wa penye ninakutuma, napenda nije nikutane. Mpe baadhi ya vitu vya usimamizi. Unamwambia wewe ndo ninakuchungisha nyumbani hapa, kuingia ni saa 3 kamili, wewe ndo ninakuaminia mtoto wangu, wewe ndo utakuwa responsible. Inabidi unatizama mwenye atakuja baada ya saa 3 unaniambia. Hii itampelekea mtoto mwenyewe acha niingie mapema ili nitizame nani atakuja anachelewa. Hivyo vinasaidia. Wa anta kila ba'd shu'uni almanzili ilayhi, hata baadhi ya kazi za nyumbani mfanye kwa ndo msimamizi. Na kijana wangu sasa wewe naona na kufanya msimamizi wa vyakula, ikiwa ndani vyakula vitaisha ndio utakuwa unakuja kunambia. Hii hali mtaishi naye vizuri. Fa huwa la yaf'alu dhalika illa li shu'urihi bitahmish. Ukimpatia majukumu kamfanye kwa ndo chef, kiongozi, hato vifanya isipokuwa atafanya kwa hisia na kuvipatia umuhimu. Wa anna man hawlahu lam ya'tihi ahamiyya, watu wa pembezoni mwake wote hata wapatia umuhimu au hatompa umuhimu. Ataona vya umuhimu ni vile vile ulimpatia. Kumbe unakutana na mtoto wako kisaikolojia, anamtengeneza vizuri sana.
Jambo lingine la 10 wanatuambia shadidul atifa. Ni kipindi ambacho mtoto anakuwa na hisia za hali ya juu, hisia ambazo la yatahammalu al-ithara wal-ghariza, hisia ambazo hazikubaliani na mwenendo wa kuwapendea wengine kitu. Al-ithara ni mtu kupenda, kutanguliza maslahi kwa wengine, kutanguliza maslahi ya wengine wewe unajinyima, ndo al-ithara. Ama al-ghariza ni zile hisia unakutana za mzazi kwa mtoto wake. Mzazi anakuwa na hisia ambazo hazihitaji masomo, hisia ambazo hazihitaji kupita shule wala hazihitaji kitabu. Kila mzazi anazaliwaga amekuwa, siku atakapozaa anakuwa tu na hisia zake mwenye binafsi juu ya mtoto wake. Sasa hizi hisia ambazo zinakuja kwa mtoto ambaye ameshakuwa kwenye adolescent, mtoto ambaye ameshabaligh, ni hisia za hali ya juu ambazo hazijulikani hata ziko kivipi. Na ndio maana Sheikh akasema ukimwona mtoto wako amefikia kwenye hali kama hiyo, utatibu aje? An tubi'idahu min al-uzla wal faragh. Kwanza jitahidi mtoto wako umweke mbali na kitu kinaitwa upweke. Jitahidi asiwe mpweke, asikae peke yake, asiwe faragha, asikae bila shughuli yoyote. Alladhi yutihu lahu al-fursata fi at-tafkiri bima yuthiru gharaiza. Upweke ambao utampelekea awe na mawazo ya kufikiria zile hisia zake penye zinampeleka. Usimpe fursa. Wa anturbitahu billahi ta'ala, bali msogeze, mwambatanisha, mjue Allah, mweke karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal atifata aljayasha, hakika zile hisia ambazo zinakuwa ndani ya mwili wa mwanadamu, hisia zenye nguvu, hisia ambazo mwanadamu hawezi akazicontrol, hawezi akazipeleka yeye, bali hisia ndo zinampeleka. Walgharizata almusta'irata la tutfa bimithli ta'alluq billahi wahdahu. Na hizi hisia ambazo zimizama ndani ya kifua hauwezi ukazimaliza kwa kumtuma mtu aelekee kwa Allah peke yake. Sio kumwambia tu wewe inabidi wewe mwingi wa ibada, la, watadhkiru bijannatihi, pia na kumkumbusha kunako pepo ya Allah, watakhwifu min adhabihi, na kumuogopesha kunako adhabu za Allah. Sio hivyo tu, hiyo haitoshi. Watutfa'u kadhalika bimal faraghihi. Kwanza muelekeze kwa Allah, muoneshe umuhimu wa kuitafuta pepo ya Allah, muoneshe umuhimu wa kujitenga mbali na moto. Kisha baadaye hizi hisia zinakuja kuzimishwa kwa ule uwazi wake, umjaze shughuli. Wakati unamuona miikatu hana la kufanya, mpe harakati za kufanya ili kumpotezea mawazo. Wa ibadihi anil ashiya'i almuthirati, na kadhalika muweke mbali na vitu ambavyo vinaleta athari mbaya wakati wa mtu yuko mpweke. Kalqanawati alhabita wa suwari alfadhiha, kama vile channel ambazo zinaweza kuja kumwangamiza mtoto wako, au picha ambazo zinaweza kuja kuwa ni za fedheha. Kwa sababu mtu anapokuwa kwenye ukimya, hana harakati yoyote, akikana tazama vitu visivyofaa, zile hisia zake zinamuonesha kwamba hiki kinafaa, anaweza kwenda kuharibika akafanya jambo ambalo lisilofaa. Jambo la 11 akasema yubalighu fi tasliyati wal marahi wal mizahi. Mtoto kwenye umri wa adolescent, umri wa kubalighe, huwa ni mtu anapenda sana mambo ya burudani, anapenda mambo ya kufurahi sana, anapenda sana mambo ya utani. Yaani anapenda sana, anapenda kuenjoy kabisa, ndio wakati wake. Wadhahaku bi sauti murtafi', ni kipindi ambacho anapenda kucheka kwa kutoa sauti. Ukimzungumzisha tu jambo la kufurahisha, atacheka mpaka na mtu barabarani atasikia. Hii ni hali nzito, kucheka hovyo kunaharibu nafsi. Kumbe akifikia kwenye hali hii ya kupenda ambiance, wewe mzazi utakabiliana naye vipi? Antushirahu bi annaka tafrahu li farahihi. Kwanza muoneshe mtoto wako kwamba wewe unaipenda furaha yake, akifurahi na wewe unafurahi. Wa anna ma yajiduhu min alfarahi wasurur, kwamba na yale anayoyapata kwenye furaha
najimun an rahatihi nafsiya, yanatokana na ile furaha yake ya kimaumbile, furaha yake ya kiundani ya kisaikolojia. Muoneshe kwanza kwamba wewe unafurahia anapofurahi, muoneshe hivyo mtoto wako. Ukishamuonesha hilo jambo, takufuata watatlubu minhu an yakuna dhahku bisawtin munkhafidin, muelimishe, mfundishe sasa, muoneshe sasa awe ni mtu mwenye kucheka kwa sauti ya chini. Wala tudhhir lahu ghadabaka hiyala raf'ihi lisawti athna ad-dhahki, bali usimdhihirishi hasira zako wakati anapocheka kwa sauti kubwa. Kuna wakati mtoto yuko chumbani anacheka hadi barazani cheko linasikika. Mzazi anamwambia nikirudi kusikia cheko la mtu nitampa makofi. La, usiishi hivyo. Usiishi hivyo. Hapo utakuwa haukufaulu kitu. Kumbe mtoto wako usimkaripii. Usimkaripii. Muoneshe kwamba akifurahi na wewe unafurahi, lakini ajitahidi, umfundishe awe anajua kucheka kwa cheko la chini. Hata maongezi pia akizungumza maongezi yake yawe kwa hali ya chini. Asi mtu yuko chumbani anazungumza mpaka anasikika barazani. La, hapo utafeli. Jambo la 12 ambalo ndio jambo la mwisho kwenye kitabu chetu, al-iktiabu wal-ya'su wal-qalaq wad-dajar. Al-iktiabu. Al-iktiabu ni wanasema mkiswahili unyogovu. Unyogovu yani ni hali ya mtu anakosa nguvu kutokana na kuchoka. Mtu wakati mtu anatumikaga mambo anachoka mpaka anakosa nguvu ya kufanya jambo lolote. Wal-ya'as, kukata tamaa. Wal-qalaq, na kuwa na wasiwasi. Wad-dajar, na kuwa na michoko ya hapa na hapa. Hizi ni hali zinatokea sana kipindi hiki cha uadolescent. Ukimwona mtoto wako amekuwa kwenye hali kama hizo, wewe mtibu kwa kumwambia nini? Anta alama anna sababa fi dhalika. Kwanza wewe mzazi lazima ujue sababu ya hayo yote huwa ma yuanihi ghaliban min al-ajzi an ta'diri an nafsihi. Inatokana mara nyingi sana na mtoto kuto kuzungumza yale yanayomsibu ndani ya nafsi. Yanakuwa mengi hadi yanamchosha. Yakishamchosha anapokaa sehemu anakaka na kwamba vile ni mgonjwa, kumbe ni vitu vimejaa ndani ya kifua. Ukishajua hilo wewe mzazi, wakitmanihi linfialatihi wa mashakilihi, pia ule uzembe wake anauficha, matatizo yake anayaficha. Washidda walhazmi min qibali ahlihi, pia ni kutokana na ukali na uimara wa wazazi, kisha wanavyosimamia kwenye ukali mpaka mtoto anashindwa kuwa muwazi mbele ya wazazi wake. Hilo linampelekea mtoto kuwa na hali ya kukata tamaa na kutokujiamini. Walfaragh walkhawf min almustaqbal, pia inatokana na hali ya mtoto kukaa na tafakari mbele, huko mbele hajui atafanya nini katika maisha yake. Hii pia inavunja nguvu ya mtoto. Mzazi ukishajua haya mambo yote, fa idha urifa sababu sahula liilaj, sababu ikishajulikana basi tiba itakuwa urahisi. Tiba unaipata kwa njia ipi? fayanbaghi an yu'ti al-hurriyata fi at-ta'bir an ara'ihi wa muqtarahatihi. Kwanza mzazi mpe uhuru mtoto wako azungumze yaliyomo ndani ya nafsi yake, azungumze fikra zake. Wa an yaqtariba minhu walidahu, pia na wazazi wake wamsogeze mtoto karibu nao. Wa yatluba minhu al-buha amma fi khatirihi wa an mashakilihi, wazazi wamuombe mtoto awe muwazi kwa yale ambayo yanazunguruka akilini mwake na matatizo yake. Mbembeleze, mimi ndo mzazi wako. Kama ukuniambia mimi utamwambia nani? Kwa muwazi mtoto wangu, niambie lolote nijue jinsi nitakavyo kusaidia. Wa ayuamila birrifq wal-lin, mzazi uishi na mtoto wako kwa upole na utulivu. Wa an yahrisu ala mal'i faraghihi, na pia kujitahidi sana wakati mtoto atakuwa amekaa mpweke hana la kufanya, basi tafuta jinsi utakavyo mjaza mtoto wako kitu chochote cha kufanya.
mpe shughuli yoyote ya kumtoa uvivu. Wa an yudhakiruhu bima yamtalikuhu min sifatin ijabiyatin wa hasana. Pia mzazi umkumbushe mtoto wako kipaji ambacho yuko nacho cha tabia njema, sifa za kupenda kufanya yaliyokuwa mazuri. Mkumbushe hivyo vitu, vitampelekea mtoto kupenda harakati. Wa yuhyu fihi ruha al-amal, waweke roho ya matumaini kwa mtoto wao, wampe kitumaini, wamfundishe mtoto ni mtu mwenye kujipatia moyo, mimi ninaweza hivyo yani. Wa adam al-khawf min al-mustaqbal, wazazi wamuoneshe mtoto wao asiogopi mustakbal, asiogopi maisha baadaye, wamuoneshe kwamba maisha baadaye ni mepesi. Wa kullu hadhihi al-madhahir wa ghayriha, haya yote ambayo tunayozungumza na mengineyo, turbiku wa turhiqu al-murahiq, vinampelekea, ukivifanya hivi vitu hivi vitamweka kwenye mashaka mtoto na vitampelekea mtoto kwenda kufanya mambo asiyoyaweza. Watajaluhu mutawatiran wa mutakalliban fi aghlabi halatihi, na hiyo itampelekea mtoto kubadilika kunako baadhi ya hali zake, anakuwa ni mtu mwenye mabadiliko kama mzazi haukumlea katika madili ambayo tuliyoyasoma. Wataj'al min as-sa'bi fahmuhu wa tafahumu ma'ahu, pia itamsababishia mtoto kuwa na uzito wa kufahamu au kuelewana naye. Tafahumu ma'ahu, hutoweza kuelewana naye, walakin bitarbiyati tayyibati almali'ati bilhubbi watafahum walhiwar, lakini kupitia malezi mazuri yaliyojawa na mapenzi, yaliyojawa na ufahamu wa kufahamiana na mtoto wako, mapenzi ya kubadilishana fikra na mtoto wako, ya kuzungumza wewe na mtoto wako, wataqabbulul walidaini lahu wama yasduru minhu, na wazazi kumwelekea mtoto wao, kukabiliana naye na kupokea yale ambayo yanatoka kwa mtoto wao, wasabru alayhi, na kuwa na subra kwake. Yatamakkanu almurahiqu min at-taghallub ala hadhihi as-su'ubat wal-akhtar, itampelekea huyu mtoto adolescent kuweza kukabiliana na hali nzito na kuweza kuzivuka, akazishinda, akatoka kwenye mazito, akatoka kwenye hatari. Wa min thamma an-najah, kisha baadaye mtoto atafaulu fil hayati al-amali ilmiya, mtoto atafaulu katika maisha yake ya kielimu, walmihniya, na maisha ya kikazi, wadiniya, pia na maisha ya kidini, kutokana na hali ya jinsi mzazi utakavyoishi na mtoto wake. Kadhalika akasema fafahamu nafsiya alwalad wa ma'rifatu ma ya'tarihi wa yuwajihuhu min su'ubatin dakhiliyatin wa kharijiyatin tu'inu alwalida ala kayfiyati ta'amul ma'ahu. Kumbe ule ufahamu wa kibinafsi wa mtoto na yale ambayo mtoto anayoyajua, anayokabiliana nayo kutokana na uzito wa kiundani wa mwili au uzito wa nje ya mwili wake, mzazi ukiyajua haya, yatakuja kumsaidia mzazi kujua namna ya kuishi na mtoto wake. Wewe mzazi ukitaka kujua namna ya kumlea mtoto wako, kwanza mjue mtoto wako, sawa na hivi vyote tulivyovisoma. Watasuhulu alayhi alwusul ila alilaj naji' lahu, kadhalika mzazi utapata urahisi na wepesi wa kufika katika tiba bora, katika tiba yenye manufaa. Fakunu ma'ashara al-aba'i wal ummahati aunan li abna'ikum almurahiqina fi hadhihi almarhalati al'asiba alayhim. Nasaha adhim, anasema Sheikh, enyi wazazi wa kiume na wa kike, kuweni msaada juu ya watoto zenu ambao wamekwisha balighe, kunako marhala hii nzito, marhala ya kubalighe, ambayo ni marhala nzito sana juu yao hao watoto. Nyie wazazi kuweni msaada kwao, bali msiwi kiangamizo kwao. Waqifu ma'ahum, wazazi simameni pamoja na watoto zenu. Watahammalu ma yabduru minhum min tasarrufatin la tunasibukum, kadhalika vumilieni zile tabia nzito ambazo zinatoka kwa watoto wenu, tabia nzito ambazo hazikufurahisheni, ambazo hazinasibiani na nyinyi,
mzivumilie mjue kisi gani mtakavyozitengeneza. Wala takunu aunan alaihim fatakhsaruhum, wala msiji kuwa msaada kwao wa kuja kuangamia, mkakuja kuwapoteza watoto mkapata hasara juu yao. Wasarimina ma'ahum fatunafiruhum, mkaja kuwa pia wakakamavu kwa watoto wenu, mkajikutana mmewakimbiza na mkawapoteza. والقواعد الآتية تدور حول أفضل وأنجح الطرق في التعامل معهم. Hii ni kanuni ya kwanza ambayo ilikuwa inazungumzia umri wa mtoto wako ugawe mara 7. Na Sheikh anatambia kanuni ambayo itakayofuatia ni kanuni ambayo itakayokuja kuzungumzia njia bora zaidi na njia ya kufaulu zaidi katika kutumika pamoja na watoto, katika kuishi pamoja na watoto fi jamii marahilihim, kunako marhala zao zote. Miaka 7 ya mwanzo, katika marhala zote namna ya kuishi na mtoto wako. Miaka 7 ya mwanzo, miaka 7 ya pili, miaka 7 ya tatu, hii hali yote umeshaona mambo yote yanapatikana kwenye hizi marhala. Kumbe kaida ya pili ni kaida itakuja kukuonesha namna ya kuamiliana na hizi marhala ili upate kufaulu. Wa bikhasatin marhalati almurahiqa المقلقة للآباء والأمهات، خاصة marhala hii ya miaka 14 ambayo ndio marhala nzito kwa wazazi. Marhala ya kubalighi ni marhala nzito sana kwa wazazi. Kumbe tutakuja kuona namna ya kukabiliana nayo. Kwa hiyo hizo ni etape 3, ni marhala 3 za miaka, kuanzia 1 mpaka 7, kuanzia 8 hadi 14, kuanzia 15 hadi 21. Ndio maana wanatuambia watu wa tarbia, watu wa malezi, idha wasala liibnu ila sinni 21, mtoto atakapofikisha miaka 21, yusbihu rajulan kamilan arrujula, basi huyo anakuwa ameshakuwa mwanamume kamili au mwanamke kamili upande wa akili na upande wa uendeshaji wa mambo. Wakana alhukama yaquluna, wana wa hikma walikuwa wakisema, ambayo ndio kauli tutakayomalizia kwayo. Mmoja katika watu wa hikma walikuwa wakisema, ibnuka raihanatuka 7 sinina, mtoto wako ndio kiburudisho chako katika ile umri wa miaka 7. Wa khadimuka 7 sinina, na ni mfanyakazi wako kwenye miaka 7 mingine. Fa in sara ibna 14 sana, pindi mtoto wako atakapokuwa ni mtu wa miaka 14, fa in ahsanta ilayhi fa huwa sharikuka, ikiwa kwamba mwanzo umemtendea vyema, basi atakuwa ni mwenzako, atakuwa ni mshirika wako. Wa in asa'ata ilayhi fa huwa aduwuk, ikiwa utamkosea hapo mwanzo, basi atakuwa ni adui yako. Wala yanbaghi an yudraba ba'da bulughihi, haifai kumpiga mtoto baada ya kubalighi. Wala an yusaa ilayhi, wala hafai mtoto kukosewa baada ya kubalighi, li'annahu hina idhin yatamanna faqda alwalidi, kwa sababu hicho ni kipindi ukimfanyia makosa mtoto anatamani ampoteze mzazi wake. Kwa nini? Liyastabidda bi ra'yi nafsihi, ili apate kutumikisha fikra zake yeye. Waman balagha 20 sana, na yule ambaye atakayefikisha miaka 20, walam yasluh, na bado hajatengenezeka mtoto wake, fabaidu salahihi, huyo sio virahisi tena kutengenezeka, Allah mwenyewe. Illa anna rifqa mutaayyanun bilkulli, lakini upole unalazimika kwenye hali zote. Upole unalazimika kwenye hali zote. Au maneno utapata kwenye kitabu kinaitwa At-Tibb Ar-Ruhani, ukurasa wa 61. Hiyo ni kaida ya kwanza, kila mzazi aizingatie vyema, ambayo tulikuwa tunazungurukia. Mtoto wako mgawe katika umri mara 3, miaka 7 ya mwanzo, miaka 7 ya pili, miaka 7 ya tatu. Kisha kila marhala tumezungumza mambo ambayo yanayopatikana, na kaida au kanuni zinazofuatia ni kanuni za kuja kutuelewesha au kutufunza tutaamiliana nao aje sasa katika hali hizo ambazo tumekwisha ziona kwenye kanuni ya kwanza.
Na hapo ndio itakuwa mwisho wa darasa letu la leo. Kidogo leo tumekokota ili kwa kutaka tuimalize kanuni hii, na sio kawaida yetu. Kawaida yetu ni kuchukua dakika 30 aidha 35. Allah tuwafikishe katika hayo na tuweke baraka katika yote ambayo tuliyasoma kwenye kanuni ya kwanza, na tuweke urahisi wa kuweza kuyaweka katika matendo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.